Shirika la Muhuri Kenya mjini Mombasa limelaani vikali tukio lililohusisha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kukamatwa kinyume na heshima ya nyumba za ibada, likisema ni ukiukaji mkubwa wa katiba na uhuru wa kuabudu. Akizungumza kwa niaba ya shirika, Sheikh Khalifa, mjumbe wa bodi ya Muhuri Kenya, amesema tukio hili ni la kusikitisha na linaonyesha kushindwa kwa serikali kuwajibika. What happened yesterday, it happened so many times before. This is a pattern that it goes on and on and on. We all remember 2007, 2008 at Kiambaa Church. It was very, very clear. 32 men, women, children were burned to death. In fact, there were people preventing not to rescue the victims in the church, Kiambaa Church. And then we turn around, the same people who were indicted in the International Criminal Court, okay, we end them electing them as president and vice president, and now the president, without taking consideration what has happened or what occurred at that period. Akiongeza kuwa visa kama hivi si vya kwanza kushuhudiwa nchini na kutaka uwajibikaji wa haraka. We are pointing fingers to the current president. Even when he was in power or even when he was in opposition, these things were happening. So it's not about law, it's not about this, it's about power. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Pentecost Melkizedek Anyumba amesema nyumba za kuabudu Mungu lazima ziheshimiwe. Kama kanisa tunalaani kitu kimetokea katika kanisa la SK, na hatuko tayari kukubaliana na yale yofanyika, na tuko tukikataa tukisema hatutaki, kuanzia kwa kanisa, kuanzia kwa msikiti. Nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Akilaani vikali polisi kuvamia maeneo ya ibada wakiwa wamevalia mavazi ya kuficha nyuso na kutumia magari yasiyo na nambari za usajili. Raia wote wanaangalia polisi. Itakuwa ni jambo la kusikitika, polisi anavaa ninja, gari zinakuja hazina plate number. Hapa tuko Sudan. Hii ni nchi iko huru. Kwa hiyo hatutaki ifikie tena 2027 tuone haya kija. Tunataka yakome. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la She Rises amesema wanawake na watoto ndio walioathirika zaidi, akibainisha kuwa mtoto wa miaka 5 ameripotiwa kupoteza maisha, huku akiwataka polisi kuzingatia usalama wa makundi hatarishi kabla ya kutumia nguvu, kisisitiza kuwa wanawake wajawazito na watoto hawawezi kustahimili gasi za machozi au kukimbia haraka. Jina langu naitwa Salma Ahmed na ni mkurugenzi mkuu katika shirika la She Rises. Kama shirika ambalo linatetea haki za wanawake na watoto, tunalaani vikali yale yaliyotokea jana katika hilo kanisa ambalo linaitwa Mirima ACK Church. Tunajua kwamba wengi wao wenye kwenda kuabudu katika nyumba kama hizi huwa ni wanawake na watoto. Na pale linapotokea tukio kama lile litukia jana, tumeona wazi kwamba walioathirika kwa kiwango cha juu ni wanawake na watoto. Kufikia hivi asubuhi kuna madai ya kwamba kuna mtoto mmoja wa miaka 5 ameweza kupoteza uhai wake juu ya hilo tukio ambalo limetokea jana. Je, hii ni haki kweli? Iwapo kuna mtu yoyote ako na difference na mtu yoyote yule, kama walivyosema waliotangulia, ni kwamba ngoja mtu amalize ibada yake, atakapotoka nje hatua za kisheria siweze kuchukuliwa. Aidha, shirika la Muhuri Kenya limemshtumu vikali waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, likisema kuwa si mara ya kwanza kushindwa kutekeleza jukumu lake la kulinda raia na haki zao. Kiongeza kuwa pamoja na Inspector General wa polisi na OCS wa eneo husika wamefeli kulinda uhuru wa kuabudu. Muhuri linaitaka kamati ya usalama ya bunge kuwaita Murkomen na maafisa wake kutoa maelezo ya kina, huku likisisitiza kuwa endapo hawawezi kufanya kazi pasavyo, basi waachie wale wenye uwezo wa kulinda maisha na haki za Wakenya. We are here today to defend the Constitution. We are here today to speak truth to power. The Constitution has been violated. Yet those who are in charge of protecting the Constitution are quiet and politicizing the national security. Kenya is at a crossroad between a broken national security and politicized national security. Murkomen has failed,
The Inspector General of Police has failed, and the area OCS, where the yesterday's incident at Othaya took place, failed. This is not an instance or the first instance where Murkomen has failed. Ours is simple. If you cannot do your job, then vacate the offices and let those who can do that job better do it. We are calling upon the National Assembly Committee on Security to summon Murkomen and his team immediately so that we can get a clear indication, we can get an elaborate explanation on why Kenyans are dying on a daily basis. Nikiripotia kutoka kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Mvita, jina langu ni Ilham Irei. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.